Nashukuru sana kwa upendeleo huu. Tarehe 1 mpaka tarehe 8 Machi tulikuwa na wiki ya huduma. Wananchi walipata huduma nyingi sana katika mkoa wetu, na kwenye sekta ya afya tulipata upendeleo. Mkoa wa Arusha, wakina mama wajawazito wenye mimba za miezi au wiki 20 walipimwa watoto wao wakiwa tumboni, na waliobainika kuwa na matatizo ya moyo kabla hata mtoto hajazaliwa, Daktari Samia amenituma anagharamikia matibabu yao. Kwa hiyo nilisahau kuongezea kwa pale alipokuwa anasema ndugu yangu katibu mkuu wetu alihapi ya kwamba kazi iliyofanywa kwenye sekta ya afya ni kubwa, lakini nataka niongezee tu kwamba wale waliobainika wana changamoto tayari madaktari wataendelea kuwahudumia ili mtoto asizaliwe akiwa na tatizo, na hata kama ikitokea basi huduma ziendelee kupatikana kwake. Lakini na pili, tulikuwa na wiki ya haki na tulipata wanasheria bingwa kutoka kwenye taasisi au ofisi ijulikanayo kama Samia Legal Aid. Wanasheria walikuwa zaidi ya 200 na waliongezeka pamoja na watu wa Tanganyika Law Society. Naomba kutumia hadhara hii na mkutano huu, kwa kuwa yale mambo hayakuisha na wananchi wa mkoa wa Arusha walibaki wakiwa bado wanahitaji kupata huduma ya kisheria zaidi, Daktari Samia ametuma tena timu ya wanasheria inakuja Arusha kuanzia siku ya Ijumaa na itakaa kwa siku 10, na watakwenda kwa kila wilaya iliyoko ndani ya mkoa wa Arusha kuhakikisha hakuna mwananchi hata mmoja anayekosa haki yake tu kwa sababu hana hela ya kumlipa wakili. Gharama zote Daktari Samia ameamua kuzichukua. Nimeona niaseme hayo ili tukiondoka kwenye mkutano kama huu, wale tunaoishi hapa Arusha tuwatangazie na wananchi wengine wajiandae kwamba kuanzia Ijumaa na watakuwepo kwa siku 10, na watakwenda kama ni Longido, kama ni Monduli, kama ni Ngorongoro, kupitia kwenye ofisi zetu za wakuu wa wilaya kuhakikisha kwamba wananchi wote wenye changamoto, hataki kusikia mtu analia eti kwa sababu amekosa hela ya kumlipa mwanasheria. La mwisho, baba yangu ameongea kwa uchungu sana juu ya jambo la ajira. Lakini juzi nilikuwa nakikao na balozi wa India. Ndugu zanguni, unga wa maembe unalipa. Kama ulikuwa hujui maembe yana unga, naomba nikutaarifu hiyo ni hela. Balozi wa India ametoa nafasi katika mkoa wetu na kwa maeneo mengine. Mimi kazi yangu kusemea mkoa wa Arusha. Tumenegotiate, ametoa nafasi katika mkoa wetu wa Arusha. Watu wote wenye miti ya maembe atatoa timu ambao tayari tumeshaingia mahusiano na chuo chetu cha Mandela. Chuo cha Mandela wameshachukua maembe aina 3. Tumeshayakausha, tumesaga, tumepeleka maabara na tumewapelekea watu wa ubalozi wa India. Wakisha approve sample ipi nafaa, mkoa wa Arusha utaanza kuuza unga wa maembe India. Sasa wewe waza tu kwamba hivi maembe na yenyewe yatengeneza hela, shauri yako. Kwa hiyo ni fursa ambayo ninaomba tuchangamkie. Lakini la pili ambao tumeipata mkoa wa Arusha, tumepewa nafasi ya vijana wa Arusha wanaofanya shughuli kwenye mahoteli na maeneo mengine katika maeneo ya mahoteli ya kitalii. Vijana 50 wataenda kusoma India kwa gharama ya sponsorship ya serikali ya India bila kulipa 100, kwa ajili ya kujua kupika vyakula vya Kihindi, ili taifa la Wahindi lenye wakazi zaidi ya bilioni 2 na kuendelea waje wengi kwenye nchi yetu ya utalii wakiwa na chakula chao kinapatikana kwenye nchi yetu. La mwisho, kwa upendeleo mkubwa, siku ya Alhamisi, siku ya Jumatano, leo Jumatatu kakangu, siku ya Jumatano, vijana anayetaka kusoma masomo zaidi ya program 220, nimepewa nafasi na balozi wa India, full scholarship, full sponsored, watu 1000 kwenda India. Eza wanataka kusoma degree ya kwanza, degree ya pili, wanataka kufanya PhD. Kwa siku ya Jumatano tutakuwepo ofisini pale, tunafanya usaili wa wananchi wa mkoa wa Arusha. Mtaniwe lazi wageni. Wananchi wa mkoa wa Arusha ambao wanataka kujiendeleza kimasomo, umeona fursa ya engineering ya kompyuta, unataka kusoma mambo ya udaktari, chochote unachotaka kusomea kupitia ufadhili wa serikali ya India, njoo na vielelezo vyako, tutafanya usaili, tutapeleka kwenye ubalozi. Vijana 1000 wamepata full scholarship kupitia ubalozi wa India.
Kwa lugha nyepesi, kama unahangaika na ajira na unaona muda wa ajira unakuchelewesha, njoo ongeze elimu. Na kama unaona ukiongeza elimu unachelewa kupata kazi, nenda VETA. Asanteni sana.